kuna mapambano yapo katika ulimwengu wa roho. Sasa kama kuna sizo za namna hiyo, na wewe katika mwili usipojua, kuna vitu ambavyo vinaweza vikachelewa kutokea kwako, au kuna vitu unaweza ukavipoteza pasipo kujua. Ndio maana siku zote Mungu anataka kwamba tuwe watu wa rohoni tuweze kuelewa. Ufalme wa giza unatafuta umalizaje mwaka, na hata ufalme wa nuru hivyo hivyo. Mwanzo wa mwaka kuna plan ambazo Mungu alikuwa nazo juu yako. Unapomaliza mwaka umefanyaje? How was your performance? Kwa unagundua miezi ni miezi ambayo tunahitaji sana kunyenyekea mbele za Mungu na kumlilia Mungu kwamba mahali ambapo tumepunguka katika kuyafanya yaliyo makusudi yako, yale ambayo aliyakusudia tuyafanye ndani ya mwaka huu na bado hatujafanikiwa, tunyenyekee mbele za Mungu kuzitaka rehema za Mungu. Lakini pia kama kuna mahali yamkini pasipo kujua tumetoka nje ya mstari, Mungu kwa ndani ya hii miezi mitatu aturejeshe kwenye njia, alafu na kila ambacho kinaonekana kama kinapotea kiweze kurejea kwetu, tuweze kumalizia safari yetu vizuri ya 2025. Unapokaribia mwisho wa mwaka, watu wanawaza Christmas, sikukuu. Sisi watu wa rohoni hatuanze kuwaza hayo. Tunawaza tunamalizaje, tuna ushindi mkononi mwetu au ushindi umeenda upande wa pili. Mungu anatuambia kwamba anayo nguvu ya kutuwezesha majira haya. Yamkini tumetembea hiyo miezi 10 yote hatuoni ushindi, lakini leo Mungu amekuja kuambia, wamedhani kwamba wewe umeanguka, lakini amekuja kukupa nguvu ya kuendelea kusonga mbele. Miezi hapo katikati, yamkini ulianza vizuri, ukafika katikati ya mwaka ukajikwaa, ukaanguka, kaonekana kama nguvu ya maombi kafa ndani yako, ile shauku yako ikafa. Lakini Mungu anakuja leo kuambia kwamba anaye nguvu ya ufufuo, anauisha kile kilicho katika hali ya kufa. Yaani nguvu na uweza viko ndani ya Mungu wetu, hajawahi kushindwa. Umeanza biashara yako, lakini ikafika mahali ukaona kama Mungu anakuambia iko nguvu ya wewe hiyo kazi yako, hiyo biashara yako kuinuka tena. Hata kama upande wa pili wamekupangia kwamba wewe umalize vibaya, Yesu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kuna watu ambao wametembea vizuri, wameanza safari na Mungu mwaka huu, lakini ghafla kafika mahali wakagota, wakagundua kwamba wamefika mahali mbele yao kuna bahari ya Shamu, alafu wakigeuka nyuma yao Farao anakuja. Hivi adui zako, yule mchawi wako, atajuaje kwamba wewe una Mungu mkuu mwenye nguvu kuliko yeye anayemtegemea? Atajuaje? Kwa sababu ukisoma kwa habari ya Israeli na Farao na kutoka kwao Misri, Mungu alimwambia yeye Musa ya kwamba mimi nimemruhusu Farao awe na kiburi, asiwaruhusu kiwepesi, ili nijionyeshe kwake kwamba mimi ni Mungu mwenye nguvu. Yamkini Mungu ameruhusu hiyo biashara yako ifilisike, ili siku anakuja kukuisha na kukuinua tena, watu wabaki wanashangaa, wale waliokuonea wivu, wale ambao walikutakia mabaya, wale waliokutamkia mabaya, wale waliokuwa na kuombea vibaya, wajue ya kwamba unaye Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe.